Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linatoa ufafanuzi kuhusu taarifa iliyotolewa na Jambo TV tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kuhusu jeshi la polisi kuwasumbua wananchi wa kitongoji cha Undindivu kata Mapinga ila Bagamoyo. Ni kwamba eneo hilo ni shamba namba 1061 na 1062 linalomilikiwa na kampuni Simba Motors lenye hati namba 47758 tangu mwaka 1992. Mwaka 2006 kampuni hiyo iliomba kubadilisha matumizi kutoka kwa shamba na kupewa viwanja. Maombi hayo yalikubaliwa na kikao cha kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira cha halmashauri ya Bagamoyo tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2007 ili kupisha upimaji upya. Eneo la mashamba hayo yaliandaliwa michoro ya mipango mji ambapo jumla viwanja vyote ilikuwa na 1072 na vyote vilisajiliwa na mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo kupitia kwa afisa upimaji wa ramani ya wilaya. Baada ya upimaji huo, kampuni ya Simba Motors iliingia makubaliano na Unit Trust of Tanzania yani UTT kwa idadi ya viwanja 300 na viwanja vingine zaidi ya 300 vimeuzwa na kampuni hiyo ya Simba Motors. Kampuni ya Simba Motors wamefika mara kadhaa katika kituo cha polisi Mapinga wakilalamika maeneo yao kuvamiwa na wananchi ambao wamekuwa wakiharibu alama za upimaji yani beacons na kufanya uharibifu wa mazingira, ujenzi na vibanda. Mwaka 2023 wamiliki wa Simba Motors walifika katika kituo cha polisi Mapinga na kulalamika eneo lao kuvamiwa na wachimbaji wa mchanga, hivyo kuomba jeshi la polisi kufanya doria maeneo hayo ili kuzuia uharibifu huo. Mnamo mwezi Machi mwaka 2025, mmiliki wa Simba Motors alifika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Pwani akiwa na barua mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo ikimruhusu kwenda kufufua mipaka kwenye maeneo yaliyovamiwa na wananchi waliokuwa wanafanya shughuli za kilimo na kutoa beacons. Walifika kuomba ulinzi wakati wa zoezi hilo ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Pwani alitoa ulinzi huo kusimamia amani na utulivu wakati wa zoezi hilo. Watuhumiwa walikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kosa la kuingia kwa jinai yani CC.166/2025. Tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2025, ndugu Aiman Mmasi ambaye anamiliki eneo la hekari 10 ndani ya eneo la Simba Motors akiwa anasafisha eneo hilo kwa kutumia mashine yani magreda, wavamizi walikusanywa wakiwa na silaha za jadi na kwenda kuwashambulia ndugu Mmasi akiwa na mabounsa aliokuwa nao, hivyo kusababisha mauaji ya mmoja na mabounsa aliokuwa anasimamia usafishaji huo. Tukio hilo lilazimu jeshi la polisi kufika eneo hilo kwa ajili ya kukagua tukio na kufanya ukamataji. Jumla watu 9 walikamatwa kwa kesi ya mauaji na miongoni mwao ni Andre Omar Selemani na Amos Yusuf Thomas yani Ngosha ambao bado wanashikiliwa wakati kesi inaendelea mahakamani ambapo wanashikiliwa kwa PI namba 19359/2025. Baada ya tukio hilo zilifunguliwa kesi mbili za hao wavamizi dhidi ya Simba Motors ambazo ni 17668/2025 na 24195/2025. Kesi zote zipo mahakamani kwa sasa. Kampuni ya Simba Motors iliingia mkataba na kampuni ya ulinzi ya Corporation Sol inayomilikiwa na jeshi la polisi kuanzia tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwa kazi maalum wa kuzuia vamizi wa eneo lao kwa kipindi cha miezi 3. Tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026, kampuni hiyo ya ulinzi wakiwa anatekeleza mkataba wao wa wavamizi walitishia kuwashambulia kwa mapanga walinzi hao, hivyo walifungua kesi katika kituo kidogo cha Mapinga yenye kumbukumbu namba MPG/IR/124/ mwaka 2026 na jumla ya watuhumiwa 3 walikamatwa ambao ni Atugretas Paul na Tadei Mbayarusi na Joshua Simon. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linaendelea kuimarisha ulinzi na usalama kama jukumu lake kuu ili kuhakikisha wananchi wote wapo salama. Nikusihi mtazamaji wa Kasako Media, kwa update zaidi unaweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.